أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa na mizani mahali popote mlipo. Kama tunavyokumbuka, mapema wiki hii Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitembelea Saudi Arabia mjini Jeddah, ambapo alikutana na mwanamfalme Mohammed bin Salman Al Saud na kuzungumza mazungumzo ambayo yalipelekea kutoka tangazo lililoonyesha kwamba Ukraine iko tayari kupokea mapendekezo yaliyotolewa na Marekani ya kusimamisha vita baina ya Ukraine na Urusi kwa muda wa siku zisizopungua 30. Lakini kulikuwa na wasiwasi kwamba huenda masharti hayo yasiwezi kupokelewa na Urusi, ambapo Rais Donald Trump juzi alitoa taarifa kwamba ujumbe wake umeelekea Moscow kukutana na viongozi wa Moscow kwa ajili ya kupeleka mapendekezo hayo, ambapo leo hii Rais wa Russia Vladimir Putin ametoa maelezo kwamba yeye anakubaliana na mapendekezo ya Marekani katika kusitisha vita, lakini bado ana masharti ambayo anataka yatimizwe ili kuweza kuingia katika mapatano ya kusitisha vita. Taarifa nyingine tulionayo ni kwamba Israeli inajiandaa kuichukua Syria na kuiyahudisha kama vile ambavyo imechukua ardhi za Palestina na kuzifanya kuwa Israeli, na kadhalika inazidi kusonga mbele ndani ya mipaka ya Syria kwa nia ya kutaka kuiyahudisha nchi ya Syria na kuichukua kabisa na hatimaye kuimiliki katika muda usiojulikana kama wanavyosema viongozi wa Uyahudi. Lakini pia tutakuwa na makala fupi ambazo zinaelezea namna gani ulivyo mustakabali uliogubikwa na kiza wa Syria, kama ilivyotolewa na shirika la habari la Pars Today katika makala iliyochapishwa katika mtandao huo hii leo. Israel imefanya mashambulizi ya anga katika viunga vya mji mkuu wa Syria Damascus, huku vifaru vyake vikiendelea kusonga mbele ndani ya eneo la kusini magharibi mwa Quneitra, ikiwa ni sehemu ya uchokozi wake wa hivi karibuni dhidi ya Syria tangu kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bashar al-Assad. Taarifa zinasema ndege za utawala haramu wa Israeli zililenga jengo la makazi kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Damascus siku ya Alhamisi, Machi 13. Video fupi iliyochapishwa na jeshi la Israeli ilionyesha mlipuko kando ya jengo hilo ukifuatiwa na moshi mzito. Wataalamu wa afya wa eneo hilo walisema kuwa watu 3 walijeruhiwa katika shambulio hilo hivi karibuni. Mfululizo wa mashambulizi ya anga ya Israeli pia ulilenga eneo la Kiswah kusini mwa Damascus pamoja na maeneo kadhaa ya jimbo la Daraa. Wakati huo huo, vikosi vya Israeli viliingia zaidi vijijini katika eneo la Al-Quneitra kwa kutumia vifaru na magari ya kijeshi kulipua vituo vya zamani vya kijeshi. Katika tangazo la dhahir la malengo ya upanuzi wa utawala wa Kizayuni, wanachama wa bunge la utawala haramu wa Israeli lijulikanalo kama Knesset ya Israel, Boaz Bismuth, ametoa wito wa kuwekwa kwa Syria chini ya udhibiti kamili wa utawala wa Israeli, kwa maana ya kuiteka Syria na kuifanya nayo pia kuwa Israel. Amesema mbunge huyo kuwa Israel haitaruhusu nguvu mpya ya kijeshi kuibuka ndani ya Syria baada ya kuanguka kwa utawala wa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bashar al-Assad. Waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni wa Israel Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa vikosi vya Israel vitadumisha uwepo wake wa kijeshi muda usiojulikana kwenye kilele cha mlima wa Hermon na eneo linalozunguka. Kikundi cha zamani kinachohusiana na Al-Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham HTS, kilidhibiti Damascus mapema Desemba mwaka jana kupitia mashambulizi makubwa, jambo lililosababishwa Israeli kutumia fursa ya udhaifu ulioibuka kupelekea vikosi vyake ndani ya eneo la usalama lililosimamiwa na Umoja wa Mataifa ndani ya Syria. Hadi sasa utawala ghasibu wa Israel umekalia kwa mabavu karibu kilomita 600 za ardhi ndani ya Syria tangu kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo. Katika makala yake fupi, shirika la utangazaji Pars Today limesema kuwa shirika la kutetea haki za binadamu nchini Syria limeripoti habari ya kuuawa zaidi ya watu 1383 wasio na hatia katika mashambulizi lililofanywa na magenge yenye mfungamano na watawala wa hivi sasa wa Syria kwenye maeneo ya Waislamu wa Kishia magharibi mwa nchi hiyo ya Kiarabu. Siku ya Jumatano Machi 12,
Shirika la kufuatia haki za binadamu la Syria litangaza idadi ya karibuni kabisa ya raia waliouawa kwenye mashambulizi yaliyofanywa na maafisa wa usalama wa Hayat Tahrir Sham kwenye eneo la pwani ya Syria la magharibi mwa nchi hiyo. Shirika hilo lilisema watu 1383 wasiokuwa na hatia wameuawa. Shirika la kufuatilia haki za binadamu la Syria pia liliripoti habari ya kuwepo uwezekano wa kuzikwa wahanga wa jinai hiyo kwenye makaburi ya umati magharibi mwa Syria. Wafuasi wa watawala wa hivi sasa wa Syria wameelekeza ukandamizi wao dhidi ya raia wa kawaida katika hali ambayo wanajeshi wa utawala wa Kizayuni wanatumia fursa hiyo kuzidi kuteka maeneo zaidi ndani ya ardhi ya Syria. Picha unayoshuhudia inaonyesha vifaru vya Israeli vilipovamia ardhi ya Syria bila upinzani wowote, huku majeshi ya mtawala wa sasa wa Syria Al-Jolani yakishughulikia kuwapiga na kuwaua watu wa kabila la Alawi ambao ni wafuasi wa aliyekuwa rais wa nchi hiyo na aliyeondolewa madarakani. Hii ni kusema kuwa siku ya Jumatano, Machi 12, wanajeshi vamizi wa Israeli waliingia katika maeneo mapya ya mkoa wa Quneitra kusini magharibi mwa Syria. Wanajeshi hao wa utawala unaoikalia kwa mabavu kibla cha kwanza cha Waislamu, yani msikiti wa Al-Aqsa kule Jerusalem, waliingia katika mji wa Jabal al-Khashab nje kidogo ya mkoa wa Quneitra kusini magharibi mwa Syria, ikiwa ni kuendeleza kutumia vibaya udhaifu wa watawala wapya wa Syria katika kulinda ardhi ya nchi hiyo. Waziri wa vita wa Israeli Israel Katz ametangaza kuwa jeshi la utawala huo dhalim limejiandaa kuweko nchini Syria kwa muda mrefu usiojulikana, akimaanisha kuwa wanaiteka nchi ya Syria. Uvamizi wa utawala wa Kizayuni nchini Syria unaendelea kiasi kwamba vyombo vya habari vya Syria vimeripoti kuwa jana Alhamisi asubuhi Machi 13, wanajeshi wa Israeli pia waliingia kwenye maeneo ya Syria wakiwa na zana za kivita na hakuna dalili za kuondoka nchini humo. Vyombo hivyo vya habari vimeongeza kuwa baada ya wanajeshi vamizi wa Kizayuni kuingia katika miji ya Ain al-Nuria na Muhairis katika mkoa wa Quneitra nchini Syria, milio ya risasi nzito zilisikika kwenye maeneo hayo. Matukio hayo yamepelekea kuzuka wimbi jipya la wakimbizi ambao maelfu ya Waalawi na wa Syria wanaendelea kukimbilia katika nchi jirani ya Lebanon kutafuta hifadhi na usalama wa maisha yao. Serikali ya Lebanon imethibitisha habari hiyo na kuongeza kuwa maelfu ya wakimbizi wa Syria wameshaingia Lebanon kupitia vivuko visivyo rasmi kufuatia mauaji dhidi yao yanayofanywa na maafisa usalama wa serikali ya Al-Jolani. Picha inawaonyesha wanamgambo wa Al-Jolani ambao asili yao wanatokana na kundi la IS, yani Islamic State, kundi lililoundwa na serikali ya Marekani enzi za utawala wa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Barack Obama. Wanashutumiwa kwa kufanya mauaji makubwa dhidi ya raia wasio na hatia nchini Syria na kuwaachia nchi wa Zayuni, jambo ambalo linatia shaka juu ya azma ya Al-Shara, yani kiongozi mpya wa Syria, katika kuiyahudisha Syria mikononi mwa Wazayuni. Hali inazidi kuwa mbaya siku baada ya siku kwamba katika ripoti yake ya hivi karibuni Umoja wa Mataifa umesema kuwa maafisa wa serikali mpya ya Syria wameua familia nzima bila ya kubakisha hata mtu mmoja wa familia hizo, ikiwa ni kuendeleza mauaji ya kizazi dhidi ya raia hao wa Syria. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ilitangaza habari hiyo Jumatano Machi 12 na kuongeza kwamba baadhi ya familia nzima, ikiwa ni pamoja na wanawake na watoto wadogo, wote waliuliwa na vikosi vya serikali ya Al-Jolani katika eneo la pwani ya Syria. Thamani Al-Khaitan, msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, amesema kuna matukio mengi ya kutisha. Familia nzima, ikiwa ni pamoja na wanawake, watoto na wale ambao hawakuweza kupigana, wameuawa, huku miji na vijiji vingi vya watu wa jamii ya Alawi wakilengwa kwa makusudi kwenye mashambulizi hayo. Hayo yanajiri huku duru mbalimbali za habari zikiripoti jana Alhamisi Machi 13 kuwa mapigano yamezuka kati ya vikosi vya usalama vya serikali ya mpito wa Syria na vikosi vya walinzi wa pwani ya kusini magharibi mwa nchi hiyo. Shirika la habari la Al-Maaluma la Iraq limesema habari hiyo na kuongeza kuwa mapigano makali yamezuka kati ya vikosi vya Al-Jolani na vikosi vya walinzi wa pwani huko Tartus kusini mwa Syria. Matukio haya yanazidi kutia nguvu matamshi ya wachambuzi wa mambo kwamba mustakabali wa Syria umegubikwa na kiza kizito totoro ambacho kinaashiria kwamba huenda Jolani alipelekwa katika Syria na kusaidiwa kushika utawala wa nchi hiyo kwa maana ya kuiyahudisha nchi hiyo, kwani hakuna juhudi zozote ambazo Jolani anachukua katika kuhakikisha anapambana na Wazayuni ambao wanazidi kujimilikisha ardhi ya Syria siku hadi siku bila ya kuwa na upinzani wa aina yoyote wala ishara ya wapinzani. Wakati huo huo, tugeukia yale yanayojiri huko Urusi.
kati ya Urusi na nchi ya Ukraine katika vita hivyo, ambapo Rais Donald Trump amekuwa akifanya juhudi za kutosha kumaliza vita hivyo. Taarifa iliyotolewa leo hii adhuhuri imesema kuwa Rais Vladimir Putin amesema chanzo cha vita vyake na Ukraine kinapaswa kushughulikiwa kwanza kabla ya kuridhia makubaliano ya kusitisha vita. Rais Vladimir Putin amesema Urusi imekubali mapendekezo ya Marekani ya kusitisha vita, lakini akatilia mkazo kwamba makubaliano yoyote ya usitishaji vita yatapaswa kuelekea katika upatikanaji wa amani ya kudumu. Hakuna mpango wa mazungumzo ya amani bila sisi. Masharti ya kiongozi huyo wa Urusi yameitia mashaka Ukraine, ambayo imesema Putin kwa mara nyingine anataka kukataa kusitisha vita. Hayo ni maelezo ya rais wa Ukraine. Siku ya Alhamisi Machi 13, Rais Vladimir Putin alizungumzia kwa mara ya kwanza juhudi zinazofanywa na Marekani kutafuta amani katika vita vinavyoendelea huko Ukraine, na miongoni mwa mambo aliyoyataja ni kwamba nchi yake iko tayari kusitisha vita kama ilivyotajwa kwenye mapendekezo ya Marekani, lakini usitishaji huo wa mapigano unapaswa kushughulikiwa kwanza kiini cha mgogoro huo wa Urusi na Ukraine. Putin ameongeza kusema kwamba hadi pale masharti kadhaa muhimu yatakaposhughulikiwa na kufafanuliwa ndipo usitishaji vita utakapotekelezwa. Miongoni mwa masharti aliyoyaweka wazi ni pamoja na kutaka Ukraine iachane na azma yake ya kutaka kujiunga na mfumo wa kijeshi wa NATO, lakini pia Urusi ikubaliwe kudhibiti mamlaka ya majimbo 4 ya Ukraine iliyoyanyakua na idadi ya jeshi la Ukraine ipunguzwe. Wakati huo huo, viongozi wa Ulaya wamedhihirisha uungaji mkono wake kwa Zelensky baada ya majibizano na Trump. Juu ya hayo ameyataja vikwazo vya mataifa ya magharibi dhidi ya nchi yake viondolewe na uchaguzi uitishwe nchini Ukraine, jambo ambalo Ukraine imesema ni mapema mno kuzungumzia suala hilo la kufanya uchaguzi wakati nchi hiyo iko chini ya sheria za kijeshi. Rais Donald Trump wa Marekani, ambaye amesema anataka kuzungumza na Putin kwa njia ya simu, amesema taarifa iliyotolewa na Putin inaonyesha matumaini sana na kwamba anatarajia Moscow itachukua hatua sahihi. Trump akaongeza kusema kwamba mjumbe wake maalum Steve Witkoff alifanikiwa kuzungumza hapo Alhamisi Machi 13 na viongozi wa Urusi kuhusu pendekezo hilo la kusitisha vita lililokubaliwa na Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky hata hivyo hakuridhishwa na kilichosemwa na Rais Putin. Kwa mtazamo wake, Putin hana haja ya usitishaji vita bali anapiga danadana ili kuendeleza umwagaji damu nchini Ukraine. Masharti katika fikra hii ya usitishaji mapigano ni kusema hakuna chochote kitakachofanyika au la makubaliano hayo yatacheleweshwa kadri inavyowezekana. Mara nyingi Putin anafanya hivi, hasemi hapana moja kwa moja, lakini anahakikisha kwamba kila kitu kinajiburuza na suluhisho linashindwa kupatikana, anitia shaka Zelensky, rais wa Ukraine. Mtawala wa Saudi Arabia, mwana mfalme Mohammed bin Salman Al Saud, amemhakikishia Putin kwamba nchi yake inaunga mkono juhudi zozote zile za kumaliza vita nchini Ukraine. Katika mkutano na mawaziri wa mambo ya kigeni wa kundi la nchi tajiri kiviwanda G7 huko Canada kuhusu Ukraine, waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza David Lammy amewaambia wenzake kwamba usitishaji vita itakuwa hatua ya kwanza ya kufungua njia ya kufanyika mazungumzo na kumaliza mzozo huo, lakini sio sawa kwa Rais Putin kuweka masharti kwenye makubaliano hayo ya usitishaji. Kwa upande mwingine, Umoja wa Ulaya umetangaza kuiongezea vikwazo Urusi. Wakati huo huo, Urusi imesema vikosi vyake vimekiteka kijiji kingine katika jimbo la Kursk. Haya ndio yanayoendelea duniani katika mizozo mikubwa zaidi kupata kutokea hivi sasa, ambapo mizozo ambayo iko katika vyombo vya habari kote duniani kubwa yake ni ule mzozo wa Urusi na Ukraine, ambayo unazikusanya nchi zote za Ulaya Magharibi kwa pamoja na Ukraine dhidi ya Urusi. Lakini vile vile kuna mzozo kati ya Hamas na Israel, mzozo ambao umechukua roho za watu wasiokuwa na hatia kwa maelfu, jambo ambalo linaifanya dunia kuwa si mahala salama kwa kuishi kwa watu wote. Almuhimu kuliko yote ni kwamba suala la usitishaji vita kule Gaza limeendelea kuwa katika mazungumzo katika wiki hii, na bado hatujapata jawabu la mwisho kwamba imeamuliwa nini katika yale yanayoendelea. Kutaendelezwa kubadilishana mateka au kutakuwa na vizuizi vingine, lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie waafikiane kuendelea na utaratibu wa kubadilishana mateka ili kusudi amani ya kudumu ipate kupatikana. Na kote kule ambako kuna vita, Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,
Gaza na hata huko Urusi na Ukraine. Tunamuomba Mwenyezi Mungu ajalie kuwe na hali ya utulivu na amani na wapatanisho wapate mafanikio katika kumaliza vita hivyo. Lakini tusisahau kusoma suratul Fil na suratul Lahab kwa ajili ya kuomba Mwenyezi Mungu awaangamize na kuvunja nguvu zao wale watu wote ambao wanakusudia kukimaliza kizazi cha Wafalastini na kadhalika kuikalia Quds Sharif na vile vile Masjidul Aqsa waweze kutenzwa nguvu na Wafalastini waweze kupata haki yao na waipate nchi yao, ili amani iweze kupatikana na Waislamu waendelee kupata uhuru wao wa kuingia katika Masjidul Aqsa kama walivyohimizwa na kuamrishwa kufanya hivyo na mtume wa Uislamu Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo. Allah